Mamlaka ya Ino Supukia mpakani mwa kaunti za Narok na Nakuru zimekanusha taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa kulikuwa na ghasia. Baada ya kikao cha amani kilichowakutanisha wanachama wa jamii mbalimbali, wamedai kuwa mvutano ulitokana na migogoro ya umiliki wa ardhi, ukodishaji wa ardhi mara mbili na uuzaji haramu wa ardhi, huku wakazi wakikubali kutatua tofauti hizo kwa njia ya amani. Viongozi wa Ino Supukia mpakani mwa Narok na Nakuru wamekanusha taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kuwepo kwa ghasia eneo hilo, wakizitaja kuwa ni uvumi na propaganda, hivyo kuwasihi wakazi kutafuta suluhisho la migogoro ya muda mrefu ya ardhi. Akizungumza katika kikao kilichofanyika katika kambi ya maafisa wa wanyamapori, Chifu wa Elkaragani wa Enoch Sankok alitaja ukodishaji wa ardhi mara mbili na uuzaji haramu wa ardhi kuwa miongoni mwa sababu kuu za mzozo huo. Kaweka amani. Barabara ilikuwa imefungwa hapa kwa sababu ya kwamba kuna watu wanaweka fununu. Kuna kitu inaitwa propaganda, na hiyo ndio serikali tumejaribu kung'ang'ana na mambo ya propaganda. Watu wanaweka social media ya kwamba kuna watu ambao wanapigana, mtu amepigwa mahali kwa sababu ya shamba. Hakuna mtu amepigwa hapa, na wananchi ambao wako hapa wanaweza kuattest hiyo ya kwamba hakuna vita imekuwa hapa. Hiyo yote ni propaganda. Hapa tuko wote, jamii zote tunaishi hapa. Kwa upande mwingine, baadhi ya wakazi walisema hofu ilitanda baada ya mtu mmoja kuzuiliwa bila maelezo ya kutosha, hali iliyosababisha kusitishwa kwa shughuli za kilimo kwa muda. Aidha, wamehimiza wamiliki wote wa ardhi kufuata taratibu zote za kisheria katika kushughulikia madai ya umiliki wa ardhi. Sisi ni wapenda amani, na kwa kweli kuanzia juzi na jana kulikuwa na ufumi area hii, na huyo ufumi ikakuwa mbaya kwa sababu kuna mzee mmoja alishikwa hapa. Walikuwa wamenunua mashamba hapa hii Ino Supukia zamani, na ikawa tumeongea saa hii tukasema hao watu ambao walienda zamani na wamefuata ile mashamba yao na wakakuja kufanya hayo mambo yamefanyika leo, inafaa wawe wakipitia kwa chief na wanajulisha chief wa hapa. Vile wamesema kuwa licha ya hofu iliyokuwepo hapo awali, hali imerejea kuwa shwari na kuwaruhusu wakulima kurejea mashambani na kuendelea na shughuli zao za kawaida. Kama juzi na jana imekuwa na tatizo kidogo ya Wamasai. Wanasema kuna watu wamekaa kutoka 1992 hawajawahi fikia mashamba yao. Sasa wengine wanafikia kisirisiri. Sisi wote tuko na amani. Tukikuta Wamasai kama hapa tuko katikati ya Wamasai na Wakikuyu, tumechanganyana Wamasai na Wakikuyu. Hapa nyuma yangu ni Wamasai na Wakikuyu, tuko ndani na tuko na amani. Wenye wanasema hakuna amani, tuko na amani zaidi. Mamlaka zimesema zitaendelea kufuatilia hali ya usalama, huku wakazi wakirejea katika shughuli zao za kawaida na kuwataka umma kupuuza taarifa za kupotosha. Jacinta Hawere, Runinga KU.